This is April. How may I help you? Hi, April. My name is Susan Wilkerson. My husband is missing. Okay. And it's been about 3 hours, and I have some indication that he must have planned not to be found. He's left his phone, he changed his clothes, and I don't know what. Tarehe 27 Februari. Mwaka ni wa 2026. Mwanamke mmoja katika mji wa Albuquerque, jimbo la New Mexico, aligundua ukimya usiokuwa kawaida ndani ya nyumba yake. Mume wake, Jenerali William Neil McCausland, mstaafu wa kikosi cha anga cha Marekani na aliyewahi kuwa kamanda wa 7 wa maabara ya utafiti ya kikosi cha anga, alikuwa ametoweka. Aliacha simu yake ya mkononi, miwani na vifaa vyake vya kufuatia afya. Aliondoka na viatu vyake vya kupanda mlima, pochi lake na bastola la kaliba .38. Hakuwahi onekana tena hadi wa leo. Ikiwa kisa cha Jenerali McCausland kingekuwa cha pekee, basi haingekuwa ajabu. Lakini ukweli ni kwamba alipotoweka tu siku hiyo, alikuwa wa 11 katika mfululizo wa wanasayansi wa Marekani ambao tangu mwaka wa 2023 wametoweka au wamefariki chini ya mazingira yanayotatanisha. Na wote kwa namna moja au nyingine walikuwa na uhusiano wa karibu na miradi ya siri ya kitaifa kama vile nyuklia, anga za mbali na utafiti wa vitu visivyotambulika angani. Leo ulimwengu mzima umeshikilia pumzi. Ikulu ya White House, idara ya nishati, shirika la upelelezi la FBI na kamati ya uangalizi wa bunge la Marekani zote zinashirikiana katika upelelezi mmoja mkubwa. Lakini swali linalokoroga akili za mabilioni ya watu ni rahisi na la kutishia kwa wakati mmoja. Je, ni bahati tu mbaya au kuna mkono wa siri unaofuata wataalamu ambao walijua mengi mno? Katika makala haya tutatafakari pamoja nawe mfululizo huu wa matukio, tukiuliza maswali magumu na muhimu zaidi. Kila hadithi yenye giza huanza na mshumaa mmoja uliozimika. Mshumaa wa kwanza katika hadithi hii aliitwa Michael David Hicks. Hicks alikuwa mwanasayansi aliyetumikia NASA katika maabara ya Jet Propulsion Laboratory kwa karibu miaka 25. Alikuwa na mchango katika miradi ya Deep Space One na DART Project, miradi iliyogusa mipaka ya kile mwanadamu anachoweza kufanya katika ulinzi wa dunia dhidi ya vimondo vya angani. Alifariki tarehe 30 Julai mwaka wa 2023. Sababu ya kifo chake haikuwahi tangazwa hadharani. Mwaka mmoja tu baadaye, tarehe ya Julai mwaka wa 2024, siku ambayo Marekani inasherehekea uhuru wake, mtaalamu mwingine wa JPL, Franklin Maywald, alifariki mjini Los Angeles akiwa na miaka 61. Maywald alikuwa mhandisi mkuu aliyesimamia ujenzi wa vyombo vya kisasa vya kupima nafasi au space. Tena kama alivyokuwa Hicks, sababu halisi ya kifo chake ilibaki kivulini. Lakini kesi iliyozungumziwa sana ilikuwa ya Monica Reyes, mkurugenzi wa idara ya usindikaji ya vifaa katika NASA JPL. Mwezi Juni mwaka wa 2025, Reyes alikuwa kapanda mlima na rafiki yake katika msitu wa Angels National Forest. Walikuwa na umbali wa futi 30 tu kati yao. Rafiki yake alimgeukia Reyes, akatabasamu na kumpungia mkono, ishara ya kumwambia yuko salama. Dakika chache baadaye, alipogeuka tena, Reyes alikuwa ametoweka. Timu za kutafuta na kuokoa zilifanya kazi kwa wiki nzima. Mbwa wa kunusa walitumwa. Ndege zisizo na marubani zilifagia msitu kutoka juu, lakini hadi leo hii mwili wa Monica Reyes haujawahi kupatikana. Alitoweka kama maji yanayoshuka chini ya mchanga mwekundu. Hadithi hii haikomei hapo.
inaenea hadi kwenye moyo wa nguvu za nyuklia za Marekani, Los Alamos National Laboratory. Hapa ndipo mwaka wa 1945 bomu la kwanza la atomiki duniani lilizaliwa. Ni mahali penye siri nzito zaidi duniani. Na sasa watu watatu wenye uhusiano wa pamoja walitoweka. Anthony Chavez aliyekuwa akisimamia ujenzi ndani ya mahabara hiyo aliyepotea Mei mwaka wa 2025. Melissa Cassis, msaidizi wa kiutawala aliyepotea Juni mwaka wa 2025. Na Steven Garcia, mkandarasi wa serikali katika kituo cha usalama wa taifa cha Kansas City aliyepotea Agosti mwaka huo huo. Methali ya Kiswahili inatuambia siri ya mtungi aijuae kata. Watu hawa walikuwa kama kata, wakiingia kila siku ndani ya mtungi wa siri za kitaifa za Marekani. Sasa kata zimevunjika na hakuna ajuae ni maji gani waliokuwa wakikoroga. Kisha ikaja hatua iliyoongeza giza juu ya giza. Tarehe 15 Disemba mwaka wa 2025, Daktari Nuno Loureiro, mkurugenzi wa kituo cha sayansi ya plasma na fusion katika chuo kikuu cha MIT, mwanafizikia mkuu wa kimataifa aliyebobea katika utafiti wa nishati ya fusion, alipigwa risasi. Alifariki siku iliyofuata. Muuaji wake Claudio Manuel Naves Valente alijiua baadaye baada pia kushambulia chuo kikuu cha Brown. Miezi miwili tu baadaye, tarehe 16 Februari mwaka huu wa 2026, Daktari Carl Gilmer, mtaalamu wa nyota katika Caltech, maarufu kwa kugundua maji katika sayari zilizo nje ya mfumo wetu wa jua, alipigwa risasi mbele ya nyumba yake. Alikuwa akishiriki katika miradi ya NASA na NEOWISE na NEOSURVEYOR, miradi iliyolinda dunia dhidi ya vimondo vya angani. Kufikia Machi mwaka huu, mwili wa Johnson Thomas, mkurugenzi na mtafiti wa dawa za saratani katika kampuni ya Novartis, aliyepotea Desemba mwaka wa 2025, ulipatikana katika ziwa la Lake Quannapowitt, jimbo la Massachusetts, miaka mitatu baada ya kutoweka. Polisi wanasema hawajapata ushahidi wa mauaji, lakini wananchi wengi hawajaridhika na ufafanuzi huo. Rais Donald Trump alipoulizwa kuhusu jambo hili, alikiri uzito wake. Alisema kuwa hili ni jambo nzito na kwamba anatumaini ni bahati mbaya, lakini alielezea kwamba baadhi ya watu waliohusika walikuwa muhimu sana katika serikali na serikali itaangalia jambo hili kwa wiki chache zijazo. Katibu wa nishati Chris Wright alithibitisha kuwa idara ya nishati ina uchunguzi rasmi ambao ni sehemu ya uchunguzi ulioratibiwa kote serikalini, kwa kuwa wanasayansi wengi wa usalama wa nuclear wako kwenye Department of Energy, yani DOE. Mwenyekiti wa kamati ya uangalizi ya bunge James Comer aliambia Fox News kwamba ni vigumu sana jambo hili kuwa bahati mbaya na kwamba kamati inaona kuwa ni tishio kwa usalama wa taifa la Marekani. Hata hivyo, akili ya mzee haishi ndani ya ghadhabu. Wataalamu wenye busara wanatukumbusha kuwa tusikimbilie hitimisho. Mbunge James Wilkinson, naye ni mjumbe wa kamati ya uangalizi kule Marekani, anasema kuwa ingawa uchunguzi unafaa, hajashawishika kuwa kuna mpango ulioratibiwa nyuma ya kesi hizi. Alisema Marekani ina maelfu ya wanasayansi wa nuclear na haiwezekani adui wa kigeni aathiri mpango wa kinuclear wa Marekani kwa kulenga watu 10 pekee. Zaidi ya hayo, watu wengine wameorodhesha mfululizo huu kama nadharia ya njama. Inasemekana kuwa vifo na upotevu huu huonekana kipindi cha miaka 4 na mazingira ni tofauti kabisa. Baadhi ni magonjwa ya kawaida, mengine ni mauaji, mengine ni kujinyonga na wengine ni watu waliopotea pekee. Mithali nyingine inasema haraka haraka haina baraka.
Katika zama hizi za mitandao ya kijamii, hadithi moja yenye giza huzaa hofu inayoenea kuliko ukweli wake wa halisi. Kama tutakimbilia kuamini kila kitu, tutajikuta tumejifyonza kwenye giza la upotoshaji. Ni kweli kuwa kufikia sasa hatujui vyanzo vya kupotea ama mauaji ya wanasayansi hawa, lakini ni vyema tungojee uchunguzi uweze kufanyika ili tuweze kujua fika kile ambacho kinaendelea. Kama unapenda uchambuzi huu wa kina, tafadhali jiunge na channel yetu, gonga kitufe cha kupenda na andika maoni yako chini ya video hii. Je, unaamini matukio haya ni bahati mbaya pekee au kuna mkono wa siri unaofuata wataalamu wanaojua mengi? Tupe maoni yako. Asanteni.